I'm so happy to be here msikilizaji, and ninafurahia pia kuona uwepo wako. Ni kuone kwa like ama komenti kwenye huu mwendelezo wa simulizi nzuri kabisa ya Mbiti. Na hii leo bwana, tunaendelea pale ambapo tuliishia sehemu iliyopita. Kwa hiyo tunataka kujua kipi ambacho Mbiti atakifanya kwa Mr. Mfangavo. Tukumbuke kwamba rais amemwambia Mbiti ya kwamba awe makini na Mr. Mfangavo, na tuliona kwamba Mbiti aliota ndoto ni huyu Mfangavo ndo alikuwa ni kama mkubwa wake pale ofisini before. So aliota ndoto ni kama huyu Mfangavo anazunguka kiti chake cha ofisini, alafu anachukua kama kinyesi anapaka kwenye kiti, anampaka na yeye. So alipokuja kushtuka Mbiti alielewa maana ya hiyo ndoto, kwamba tunafahamu kinyesi ni uchafu, okay? So it's like ni kama anachafuliwa kwenye nafasi yake. Sasa mara baada ya kwenda kusalimiana na rais alimwambia kwamba na kuomba Mbiti kuwa makini na Mr. Mfangavo. Sasa Mbiti akaona ngoja amuite Mfangavo ofisini kwake, na wakati anamuita sura yake ilikuwa ni kama yani kucha zilianza kubadilika na sura ilianza kubadilika. Sasa kipi ambacho atakifanya Mbiti na yapi ambayo ataendelea? Karibu sana msikilizaji, langu jina ni Lucas Lumbasi. Basi bwana, Mbiti anasema halafu niliona nabadilika. Nilikuwa nabadilika kabisa, natoka manyoya, kucha zinabadilika na sura yangu ni, lakini sikujali, niliingia ofisini. Nikiwa kwenye mabadiliko yale, nilipiga simu kwa Mr. Mfangavo na kumuita ofisini kwangu, nikiwa bado hata sijakalia kiti changu. Alafu nilienda kusimama dirishani nikitazama nje. Hapa sasa walau nakuwa sawa, ila hasira zipo pale pale. Huyu mzee alifika. Alipoingia tu alianza kucheka akisema, bosi umeniita? Nilimgeukia na kusema, shikamoo mzee. Alichangamka sana akanijibu akisema kwamba marhaba kijana wangu, hongera sana kwa kazi nzuri. Najivunia sana wewe, na unajua mwaka huu natarajia mambo makubwa sana kutoka kwako. Kwa hiyo kampuni yetu bwana, naamini itakuwa kubwa sana. Nitabasamu nikamuuliza kwamba kwa nini unatamani mimi nifukuzwe kazi? Alishtuka. Nilimtizama na kusema kwamba kaa pale. Yaani sehemu niliyomuonyesha ni kwenye kiti ambacho sasa niliota ile kiti changu ambacho yeye ndo alikuwa amekipaka kinyesi. Nikamwambia kaa pale, nikamwambia akae kwenye kiti. Alianza kusema kwa kuogopa kwamba lakini kijana wangu, hicho ni kiti chako bwana. Nilimtazama kisha nikasema stani, kaa hapo. Haraka alienda kukaa. Akisema kwamba nisamehe sana kijana wangu, nisamehe sana. Nilipiga mkono wangu chini. Hata manyoya yalianza kutoka huku natetemeka. Nilimtizama na kusema kwamba wewe una tamaa Wewe si ni mchawi? Sasa hayo mavi utajipaka we mwenyewe na utanuka kila mahali. Hakuna mtu yote atakaye kuona wa maana. Na nikwambie tu sitafukuzwa hapa. Wewe ndio huna muda mrefu utasimamishwa kazi kwa makosa yako wewe mwenyewe ambayo uliyaficha. Sitaki masiara na kazi yangu. Nafahamu ya kwamba umenikera sana. Basi nilimtolea macho. Akalia akisema kwamba unaniumiza. Nisamehe tafadhali na kuomba kijana wangu. Niliona nazidi kubadilika. Nilitazama kwingine na kusema kwamba ni mpaka pale utakapoona raha ya unachowafanyia wenzako. Sasa nakuambia hivi, kamwe hutokuja kuniweza mimi. Mimi naitwa Mbiti yapi. Fahamu tu ya kwamba sijawahi kuogopa mchawi wala kutetemeka. Wewe ni kijana mdogo sana kwangu. Kaa mbali na maisha yangu. Toka paraka. Basi ubaba alitoka mbio. Nijikuta nacheka tu mimi. Nilicheka sana. Huku bado nikiwa kwenye ile hali ya kutokuwa kawaida. Kidogo nilijikuta ninalia kile kilio cha mnyama. Halafu nirudi kukaa kwenye kiti. Nilipokaa kwenye kile kiti, nilitetemeka mwili wangu wote. Huyu mzee hakuwa mzuri kabisa. Alipanga kuniharibia kila kitu kwenye maisha yangu. Yamerudi kwake, atateseka yeye mwenyewe. So baada ya muda nilianza kurudi kuwa sawa.
Niliendelea na kazi zangu, nilikuwa nimetingwa sana na kazi. Niliendelea kufanya kazi zangu, nilifanya kazi kwa umakini sana. Muda wa saa 9 hivi hata kula sikuwa nimekula. Mama yangu alinipigia simu, nilipokea na kumsalimia. Mama aliniambia, "Upo sawa mwanangu?" Nilisema kwamba nipo sawa mama, kuna nini? Mama akasema, "Kesho nakuja." Nikasema, "Oh, nasema kweli mama?" Wakati huo Brianna alikuwa ameingia na Basha. Alipoona naongea na simu alitaka kutoka, nilimuonyesha ishara abaki. Mama akaniuliza, "Unafanya nini kwani?" Nikasema, "Mama jamani, nimefurahi sana. Kesho nitakupokea kwa furaha sana ese." Mama alicheka huku akiniuliza kwamba nikuandalie nini mwanangu. Sasa mimi nikasema kwamba hapana mama, utaniandalia nini kutoka huko nyumbani Labda mimi ndo nikuulize nikuandalie nini mama. Mama alicheka akasema, "Haya, chochote unachopenda mwanangu, mimi nitafurahi." Basi niliagana na mama yangu kipenzi. Nilimtazama Brianna na kusema kwamba mamangu amesema kesho anakuja, nimefurahi sana maana nilikuwa naishi kinyonge sana. Brianna alisema, umefurahi sana Afu unampenda sana mama Nilisema, kama unavyompenda baba." Basi Brianna alitabasamu akasema, "Chakula basi tule." Nikasema, unajali sana tatamu, asante." Haya, kula sasa. Basi tulinawa mikono na alisali, tulianza kula. Wakati tunakula, alisema kwamba, nimekumbuka rafiki yangu tulienda kumuona. Nasikia hayupo vizuri tena bwana, anataka kwenda nje ya nchi." Nilishinda kujizuia na kusema kwamba, hana haja ya kwenda popote bwana, atakufa. Nilishamwambia baba yake akiri mbele ya familia yake, kila kitu kitakuwa sawa. Brianna aliacha kula akasema kwamba, "Mbiti, sijaelewa, yani unamaanisha nini yani? Una maana gani yani?" "Rafiki yako haumwi. Baba yake anajua kila kitu. Ni mtu mbaya sana. Nashangaa kwa nini hataki kutubu, na nilimwambia fanye hivyo." "Yani una maana gani yani?" "Huwezi kunielewa, hata mimi mwenyewe sielewi. Ila ninaweza kuwajua watu wabaya na matendo yao. Nipo hivyo tangu nikiwa mdogo, naona vingi." Wewe. Natamani kusaidia ila siwezi, njia pekee ni baba akiri." "Siki vipi sasa na wakati yeye anaona ni sawa tu kucheza na familia yake? Tafadhali unaweza kunielezea zaidi kuhusu huyo baba ili tumwokoe rafiki yangu?" Nilimtizama na kisha kwa ufupi nijitahidi kuelezea. Huku Brianna akishangaa, hata mimi nilikuwa sielewi, nazidi kuwa huru na Brianna. Namuelezea vingi ambavyo nilizoea kuongea na mama yangu tu. Mungu wangu, mambo ya ajabu sana. Mbiti tumwokoe rafiki yangu, hapaswi kufa, ameteseka sana eti. Njia ni moja tu, labda tukamuone tukiwa na familia, ndio tuseme hivyo, tuangushie jumba bovu tuondoke." Unajua kuna muda nakuogopa. Ina maana rafiki yangu alikuwa sahihi, yani kwamba una adabu. Yani lakini sijui, tafadhali hebu achana na hili. Niambie basi kama kesho utanisindikiza sokoni baada ya hili. Alafu kwa mgonjwa sasa tunaenda lini? Leo tukitoka tu hapa. Haya. Turudi kazini sasa na vile nasinzia hapa. Basi nitabasamu. Brianna alipondoka nijikuta naumia alivyotaka kunisema kuhusu double face. Na kwa nini rafiki yake aliniona wakati hali hiyo huwa haionekani ovyo. Ina maana mambo yalikuwa ni magumu sana pale. Nitafanya kitu asahau kilichotokea. Nilishika mkufu nikisema ya kwamba hapaswi kunikumbuka mimi kwa namna ya tofauti tafadhali. Nijikuta naumia sana. Na kitu kingine kinaniumiza mimi pamoja na mvuto wangu wa mapenzi. Wanawake wengi kunitamani kimapenzi, lakini sijawahi kuwa na hisia na mwanamke, na mwanamke wangu wa kwanza kuwa karibu ni huyu Brianna ambaye hata siwezi kumwambia namna nampenda kuhofia maisha yangu alivyo. Nilikuwa naumia, najisikia vibaya zaidi. Naishia kufanya mapenzi na jini. Roho yangu iliniuma, hata chozi lilitoka, nikajiuliza kwa nini nakuwa hivi? Mimi ni nani? Kwa nini? Kwani kuna binadamu hapa kama mimi? Sasa nikawa nakumbuka bibi alivyokuwa anapenda kunitania akisema ya kwamba wewe ni wa pekee mume wangu. Wewe ni jasiri, wewe ni wa tofauti sana. Neema yako ni kubwa sana. Basi nilitokwa na machozi nikilia, nikisema ya kwamba ni nini hiki? Neema gani hii?
Na ujasiri gani huu? Naumia. Basi bwana, nikiwa nalia pale, ujumbe uliingia. Nilichukua simu na kusoma. Alikuwa ni Brianna. Aliandika ya kwamba my honorable tatam, mimi nafurahia sana kwa rafiki yako. I know mambo sio rahisi kwako. Kuna muda najua kabisa upo sawa. Tambua kuwa upo kwenye maombi yangu. Ninakuombea na ninataja jina lako mbele ya Mungu. Siku moja kila kitu kitakuwa sawa. Sitajali chochote. A friend to keep. Nitahakikisha Mungu anajivunia wewe. Wewe ni rafiki yangu bora kwa kutokea. Na kuthamini sana. Tufanye kazi sasa. Baadaye tuna jambo letu. Nilisoma kuna tabasamu sana. Kweli bwana, jioni tulienda mpaka kwa huyo rafiki yake. Tulipofika tulikuta baba na mama wapo sebuleni. Baba aliponiona alishtuka sana. Nilimtazama na kutabasamu. Brianna alikuwa anatutazama tu, huku mama akisema kwamba karibuni sana. Tuliketi. Brianna akauliza kuhusu rafiki yake. Mama alisema kwamba amepumzika, hali yake mwanangu hata sina la kusema. Yaani ninalia mpaka kuna muda na kufuru Mungu. Tunasali, tumezunguka kwa waganga. Hakuna kitu, tupo tu, sasa tumeshachoka mwanangu. Mwanangu nataka nimpeleke India, ikishindikana huko basi tena. Nilimtizama mama kisha baba. Nikasema kwamba samahani mama, sioni kama mna haja ya kwenda kote huko wakati tiba ni rahisi sana. Baba, nilikuelezea. Kwa nini usiseme ukweli? Mnataka kupoteza mtoto wakati muda unao. Sema ukweli, binti yako atapona. Tofauti na hapo mtampoteza. Basi baba alifoka akasema, wewe ni nani kuingilia familia yangu? Ondoka hapa. Nilisimama na kusema kwamba mama, usikubali. Mumeo anajua kwa nini mtoto anaumwa. Na asipofanya mimi nitazungumza. Brianna, inuka tuondoke. Brianna aliinuka. Mzee akiwa amekasirika. Nilishika mkufu wangu ambao watu hawauoni, wanajua nashika shingo tu. Kumbe mimi nashika mkufu. Ila mtu akiniona anaona tu kama ni kama tu mkono wangu labda unajipapasa eneo la shingo ama eneo ambapo kidani kinakuwa gani. So nilijinyosha kushoto, kulia, shingo nalia tu. Basi nikasema kwamba mfanye azungumze. Baada ya kutamka hivyo nitabasamu na kusema kwamba mama, uwe na usiku mwema. Brianna alinivuta. Huku nyuma nasikia huyo baba ameanza kulia. Ni wazi anatubu. Kesho tutasikia lolote tu hapa. Tulipofika nje, Brianna haraka aliingia kwa gari na mimi niliingia. Alinitazama na kusema kwamba haogopi, unafikiri atafanya nini? Nilimtazama na kusema kwamba ataongea tu na kitu kibaya kitatokea. Kitu gani? Muhimu tumemwokoa rafiki yako. Yeye shauri zake na mikataba yake. Mbeti, wewe ni nani? Unajupo kama mganga eti? Vipi unachanganyikiwa? Mganga mimi, yani anyway, kwa nini bwana? Hebu achana na hayo mambo bwana Brianna. Lakini anyway, tuache na hayo mambo bwana. Usiniite mganga. Sawa, nisamehe sana, ila unajua unaniwazisha sana. Hata mimi sijui, yani sijui nakwaje. Anyway, tuondoke. Basi ikawa hivyo. Njia nzima tunamwongelea yule baba. Nilimfikisha Brianna kwao na wakati nimeshuka alinibusu tena kwa mara nyingine kama siku ya kwanza, alafu aliondoka zake. Nilijisikia paji langu la uso ni kama limekuwa ni la baridi fulani hivi. Nisema kwamba natamani ujue namna gani nakupenda. Yani mpaka nahisi siwezi kufanya lolote. Naumia kukukosa maishani. Basi niliingia ndani ya gari na kurudi nyumbani. Nifika nyumbani kumetulia sana. Nilipofika tu yale maji Brianna ambayo aliacha niliyashika huku sasa mikono inatetemeka. Nikayaacha na kwenda jikoni. Nichukua maji nikayaweka mezani na kwenda kuoga. Baada ya hapo na vile sasa nimechelewa kula, nilichanganya tu maji na maji ya Brianna ambayo alisema ni maji ya nini? Ya baraka. Nadhani tutakuwa nakumbuka sehemu iliyopita.
Sasa nikawa natetemeka kunywa, huku ndani yangu nasikia kwamba acha kuchanganya mambo Mbiti, usifanye hivyo. Sasa mimi sikujali, nikanywa zangu. Baada ya kunywa nilipata usingizi safi kabisa. Nikalala zangu. Kama ni maji ya baraka basi anafanya kazi, na kama ni maombi basi anafanya kazi haswa, maana si yote mimi wala sihangaiki usiku, mambo ni safi kabisa. Kesho yake tena niliamshwa na ujumbe mzuri kutoka kwa Maita Tamu. Jamani, hakuna kitu kitamu kwenye mapenzi ama kuwa na mtu tu ambaye every morning every night anakutumia kwa ujumbe fulani hivi ambako ukisikia tu message asubuhi unajua huyo ni mtu fulani. So aliandika kwamba good morning Tatam, fanya uamke sasa, taifa linakusubiri honorable. Nitabasamu nikasema ya kwamba thanks Miss Honorable. Good morning, make sure unafika kabla bosi wako sijafika. Basi kalicheka tu Brianna na mimi nikatuma emoji za kucheka, kisha nikajiandaa. Maisha fulani hivi tulivu sana bila fujo za ndoto au totalizer. Maisha yalitulea, hata sikuwa na skele sauti tena. Nilibaki tu na uwezo wa kuona watu wabaya na mkufu wa totalizer ambao mpaka dakika hii nautumia na siwezi kutoa shingoni. Hata nikiuvua nitauona tu tena shingoni mwangu. Sijui nini mwisho wa huu mkufu. Nimeuzoea kiasi naona ni siwezi kuishi bila mkufu kuwepo. So vile nimefika tu ofisini, nilikuta watu wamekaa makundi. Nikawa nashangaa, ilibidi niulize. Niliambiwa kwamba Mr. Mfangavo amefukuzwa kazi. Kumbe alikuwa anauza taarifa za kampuni yetu kwa kampuni pinzani. So nilijifanya tu sielewi. Sio kwamba mimi nilitengeneza kosa, hapana. Ina maana ni kweli alikuwa anafanya ila anajificha. Lakini ule ubaya wake kwangu ndio umemuumbua. Mimi ni shabiki mzuri sana wa kitu kinaitwa karma. Lazima ulipe ubaya wako. Lazima tu, hata kama kwa kuchelewa. Oya, swala si umelipa. Kama sio mimi kujua ni mimi ndio ningefanya kosa lolote na nisingesamehewa. So niliendelea na safari yangu nikitabasamu tu. Niliendelea na kazi, muda ulifika niliwasiliana na Tatam tukutane nje, ikawa hivyo. Kama kawaida kusifiana nini kupendeza na vitu kama hivyo, si unajua tena Basi bwana, baada ya kuingia ndani ya gari, alisali tukaenda zetu sokoni. Basi tulinunua vitu kibao. Wakati tunanunua kwa huyu mama, kumbe jirani yake ni chuma ulete. Nilimwambia Brian kwamba natamani ujue huyu mwingine anavyofanya. Anaibia wenzake pesa na uchawi. Brian alisema, wewe kweli? Nilimwacha Brian na kumfuata. Nikamwambia kwamba utaacha kuwaibia wenzako kiuchawi hadi ukamatwe? Huyo mama alianza kulia, akisema kwamba nisamehe sana. Basi nitabasamu tu, nikarudi kwa yule mama. Nikashika tu mkufu wangu nikasema kwamba akirudi mtu yoyote hapa kufanya masuala ya uchawi kwa mama huyo, basi akamatwe na apate aibu. Basi Brian alitazama kusema kwamba umefanya nini? Nisema kwamba nilimuonya aache tu. Akirudia atapata matatizo. Brian alisema kwamba nilikuwa nasikia zamani kuwa kuna watu wanaona. Mimi sikuwahi kujua kama nitakuja kuishi naye. Okay, tunaenda kupika wote. Si utamsubiri mama? Hapana bwana. Mimi nitakusaidia tu kupika, ila wakati wa kwenda kumfuata mimi nitaenda nyumbani. Nitasubiri tu mwaliko muhimu, leo ni siku yenu. Basi nitabasamu tu kweli. Tulienda nyumbani. Tuko na furaha sana. Tulipika pamoja na tuliandaa chakula kwa upendo. Baada ya hapo nilimtazama Brian na kusema kwamba nashukuru sana. Nashukuru kwa kila kitu. Wewe ni wa muhimu sana kwangu. Brian alinijibu karibu. Basi simu iliita, alikuwa ni mama. Niliongea naye na kumwambia Brian ya kwamba mama anakaribia. Basi ikawa ni furaha kubwa sana. Tulijiandaa na kuondoka. Sasa tulifika sehemu, Brian akabadili usafiri. Mimi nikamfuata mama yangu. Kikweli ilikuwa ni furaha kubwa sana kukutana na mama yangu. Mama kila muda anatabasamu akisema kwamba umekuwa sana mwanangu, tazama ulivyo mzuri. Hili ni gari lako mwanangu. Afu unajua mwanangu, ni kuambia wewe ni mtu mkubwa sana, si unaona? Basi tunacheka tu. Mpaka tunafika nyumbani, mama alipoona nyumba mpaka analia maskini. Basi tuliingia ndani, nilimkaribisha mama yangu kwa furaha kubwa sana. Mama alikuwa anafurahia.
Nikamwonyesha chumba chake, akaoga huko. Baada ya muda nilimkaribisha mezani. Tulikula, alinitazama na kusema kwamba hiki chakula amepika mwanamke. Ni nani? Nicheka nikasema, mama jamani, ni rafiki yangu tu. Mama akasema, rafiki? Una rafiki wewe? Hata mimi nimeshangaa, lakini ndio ninaye rafiki mzuri sana. Ukweli ni kuwa nampenda sana yule binti, lakini najikuta tu siwezi kuwa naye. Ni msichana mzuri sana. Unasema kwamba unampenda sana mama? Inawezekana vipi? Mama, umesemaje? Nashangaa tu, mimi sijawahi kuona una rafiki. Ni mtu wa Mungu sana mama. Unakumbuka ile sauti mama? Imekuaje? Basi nilimuelezea kidogo, na kisha mama alisema kwamba unataka kuwa mbali na huyo mwanamke. Inawezekana kivipi mama? Siwezi mama, nampenda sana. Unajua kuna namna ninavyompenda, yani kuna upande unanizuia, hata mimi sielewi mama. Haya mwanangu, ni usiku. Tule kwanza, nikipumzika kesho tutaongea. Basi nitabasamu tu na kuanza kuongea mambo ya kijijini nini na mambo mengine, lakini mama yangu hakuonekana na furaha. Nilimuuliza ya kwamba mama, upo sawa? Mama akasema, safari ni ndefu tu sana mwanangu, nimechoka. Akasema, sawa, nimefurahi sana mama, kwa hiyo wewe nenda tukapumzike. Mama akasema, haya, kesho naweza kumuona huyo mrembo anayetaka kuniibia kijana wangu na kuniandalia chakula kitamu hivi? Nisema, ndio mama, ni mtoto wa bosi wangu. Basi mama alitabasamu, na vile sasa nafunguka tu kupenda bana. Kila muda tu yani. Unajua ukipenda bana ni kila wakati unataka usimulie mtu yani namna gani unapenda, lakini sio kila mtu kwa sababu kuna watu wengine bwana wanasema kwamba kinachokupa furaha kitunze, ulichokipata kwa maombi kilinde kwa dua. Basi bwana, mimi nilikumbatiana na mama aliongeza kulala. Nilibaki mwenyewe na tabasamu, na baada ya muda na mimi niliingia chumbani kupumzika. So nimefika tu chumbani, tatamu alinipigia na kusema kwamba Mbiti, yule baba amejinyonga eti. Baba gani tena? Baba rafiki yangu. Na rafiki yangu amepona. Mama yake anapiga simu na alia sana maskini. Unajua ni inauma, unajua eti. Amelipia dhambi zake, bora binti yake yupo huru. Sijui nini kingine wafanye, ila nyumba yao ina mambo mabaya sana. Unajua naogopa hata kwenda. Tuache nayo. Vipi mama amefika salama? Na anataka kukuona. Wewe, kweli? Si utani bwana. Kwa nini kutanie? Basi tulicheka sana na tulisimuliana ilivyokuwa kuhusu mapishi yetu, na urafiki wetu ulizidi kunoga sana. Basi bwana, siku iliyofuatia mida ya asubuhi nilimwaga mama nikisema kwamba mama anaenda kazini, mtu atakuletea chai wakati natafuta dada. Mama alisema kwa upole, hapana mwanangu, nitapika. Nikisema utaweza? Mama akasema nenda kazini mwanangu. Basi nicheka tu. Mama aliniita kwamba Mbiti mwanangu, nikasema naam mama. Mama akasema umependeza sana. Basi nagara na mama pale kwa upendo, na nilianza zangu safari kuelekea kazini. Kazini nako mambo safi kabisa. Naingiza pesa nyingi sana mimi kwa kampuni yetu inazidi kukua. Basi muda wa kutoka, mimi na Brianna tuliondoka pamoja, hata watu walishatuzoea sasa. Basi tulifika mpaka nyumbani. Brianna akanaogopa sana. Nilimshika mkono na kubisha hodi. Ile tumeingia tumekuta mama ameandaa meza. Nilishangaa sana nikisema kwamba mama mwezaje? Sasa mama alimtazama Brianna na kusema ya kwamba hukukosea, ni binti mzuri sana, karibu sana mwanangu, nimefurahi sana kukufahamu. Brianna kwa adabu alimsogelea mama akitabasamu. Alisalimiana na mama yangu, alimkumbatia, ilikuwa ni furaha sana. Basi nisema ya kwamba huyu ni mama yangu kipenzi, nampenda sana. Mama, huyu ni rafiki yangu wa karibu sana, anaitwa Brianna, ni mtoto wa bosi wangu, ila nikiwa kazini mimi ni bosi wake. Tulicheka sana. Mama alifurahi sana kumuona Brianna. Walikaa jirani mezani tu na Brianna kama kawaida nini alisali. Mama akamuuliza Brianna ya kwamba unasali wapi binti yangu? Brianna alipojibu, mama akasema ya kwamba wao, kumbe ni sawa na mimi tu. Nishangaa nikasema ya kwamba mama unasali, sijawahi kukuona hata mara moja. Mama alisema ya kwamba maisha mwanangu, nimefurahi kukutana na Brianna. Amenikumbusha mbali sana. Nina imani atanirudisha kanisani. Si ndio mrembo wangu? Brianna akasema bila shaka. Basi nijikuta nacheka tu nikasema ya kwamba nahisi kutengwa sana.
Tulicheka tu. Mama alimpenda sana Brianna. Walikuwa wanacheka sana, wanaongea na kufurahi. Basi mimi niliingia chumbani na kumwambia mama kwamba mama, mimi narudi naenda kubadili nguo maana nimechoka. Na muda huo Brianna alikuwa ameshaondoka. Basi mama alisema kwamba saa mwanangu usichelewe. Nimempenda sana Brianna, binti kama huyu anaongea vitu vizuri sana kuhusu Mungu, ana upendo mno. Kwa hiyo upo sahihi, ni lazima umpende. Basi nilicheka tu na kwenda kubadili nguo. Baada ya muda nilitoka. Mama alikuwa na furaha sana. Furaha hii ilipotea baada ya mimi, yani ni baada ya mama kuniona. Alishtuka, hata jasho lilimtoka. Alisema kwamba mkufu. Nikasema mama umeuona? Unajua? Mama akasema umetoa wapi? Na umefikaje kwako? Hebu vua haraka. Nikasema tulia mama, ngoja tulie nikuelezee tuelewane mama. Mama akasema vua kwanza mkufu. Na mama alisema akitoka na machozi. Sasa mimi kwa pole nikasema kwamba mama, huu mkufu sio wangu, kuna mwanamke alisahau kwa gari, tafadhali sana mama. Hebu naomba ukae kwanza nikuelezee. Mama akasema mwanamke wa wapi? Nikasema mama, unajua nini kuhusu mkufu huu? Kabla mama hajajibu kitu, ule mkufu ulitoweka kwenye kifua changu. Hapo hapo mama yangu alianza kupepesuka. Niliita mama. Mama alikuwa anaanguka. Nilimkimbilia na kuhakikisha kwamba anakuwa salama. Baada ya hapo nilimlaza kwenye kochi nikisema kwamba mama, upo sawa? Kabla hata mama hajaweza kusema lolote, mlango wangu uligongwa. Nikauliza nani? Kukawa kimya. Mlango uliendelea kugongwa bila kusema yeye ni nani. Niliinuka kwa hofu na sikuwa tena na mkufu. Nilifika mlangoni pale na kufungua. Hapakuwa na mtu. Nitazama kuna kule, hapakuwa na mtu. Niliogopa sana. Ile nataka kurudi tu ndani. Niliona Tataliza akiita Mbiti, njoo. Nilipata hasira. Nilimfuata haraka bila hofu. Alikuwa mpendeza sana. Sasa nifika nikusema kwamba wewe ni nani? Unataka nini kwangu? Hivyo ni jini ama? Tataliza kwa upole akasema na maana hunifahamu. Mimi ni mke wako. Nimekuja hapa na ujumbe muhimu sana. Akasema ujumbe? Ujumbe gani? Tabasamu akasema unakaribia kuwa baba Mbiti. Nina mimba yako. Nilichanganyikiwa, nikajikuta nacheka. Nilicheka nikasema kwamba kivipi? Mbona sijawahi kukutana na mwanamke mimi? Ulikuwa unakuja ndotoni, yani wewe ni nani nakuuliza? Tataliza alicheka kidogo. Akasema kwamba pole sana. Hujui mambo mengi sana Mbiti. Mimi ni mke wako. Na huu ndio wakati wewe kujua ukweli. Sikia nikwambie kitu. Kabla hajaendelea kuongea nilisema kwamba naona unanichanganya tu. Wewe ni jini hauna uhusiano na binadamu kabisa. So kaa mbali na mimi. Sikupendi na nakuchukia. Basi bwana, upepo ulianza kuvuma na radi za kutisha. Alianza kucheka huku akinitisha. Alisema kwamba hata wewe sio binadamu wa kawaida Mbiti. Na ndio maana tunajuana vizuri sana. Ulikuwa unajiuliza wewe ni nani? Wewe ni Mbiti yapi? Maana yake ni fisi mweusi. Wewe ni fisi, unanielewa? Wewe ni kama mimi tu. Na nimekuja hapa na ujumbe muhimu. Nimtazama nikasema fisi? Alicheka na kusema kwamba fisi mweusi, wewe ni fisi. Nilisema ina maana gani? Yaani na umejuaje na ni ujumbe gani huo? Alisema kwamba unatakiwa uache kazi. Na kazi ambayo unatakiwa kufanya ni kuwa mganga na kuanza kutumikia falme yako. Unanielewa? Mganga? Mimi niwe mganga? Yaani niache kazi nzuri niwe mganga? Hivi unajisikiliza kweli wewe? Kazi inonipatia mafanikio niache niwe mganga wa kienyeji nikaishi porini? Au sijakuelewa? Acha kuchanganya mambo Mbiti. Muda wako umeshaisha. Muda wako umeisha sana. Majibu mengi ya maswali yako muulize mama yako. Mama yako anayo majibu. Mama yangu? Tataliza alitoweka huku nikisikia sauti nyingi za kuniumiza mpaka masikio yakanalia kwamba muulize mamako, mama muulize mamako, mama. Sauti inacheka kama jini. Basi bwana, nikasema hapana, haiwezekani. Basi mama yangu na hili swala nijiuliza anahusika vipi? Anajua nini? Na kama anajua, kwa nini miaka yote tangu nikiwa mdogo nalalamika kwa baadhi ya mambo na nimekuwa nikitengwa kwa sababu ya tabia zangu? Ni hali nyamaza kimya. Ni mama yangu ambaye hata nikiona kifo ambacho sasa
nimekuwa lau na nyamaza na mambo yangu, lakini wakati huo mama yangu alijua kila kitu. Moyo wangu ulikuwa na maumivu makali. Hasa pale nje sasa palizidi kunitisha. Palikuwa ni miungurumo ya kutisha. Yaani ni kama vile nimejijua sasa. Nimejifahamu sasa hivi, na kweli hii hali ya kuwa fisi imenitokea sio mara moja wala mbili, ni mara nyingi sana. Ni nini kinaendelea kwa maisha yangu? Mpaka nafika huu umri mimi sijawahi kusikia hata mara moja kuwa mtu anakuwa double face ya namna yangu. Nimewahi kusikia ile mtu ukimwangalia sana usoni kuna mtu mwingine unamuona, lakini sio hii ya sasa. Mtu anabadilika kuwa mnyama. Nijikuta naishiwa nguvu, mwili wangu hauwezi hata kupiga hatua mbele. Nilipiga magoti chini na lia nikisema kwamba hapana. Hapana. Sio mimi. Nilia tu. Basi mlinzi alinifuata na kunishika akisema bosi kwema. Basi alinichukua taratibu, alianza kunirudisha ndani. Hapa ndo kama akili yangu irudi. Nilipomwona mama yangu pale kwenye coach, nilimkimbilia mama yangu. Niliita mama. Mama yangu bado alikuwa hamki. Mlinzi aliniuliza kwamba vipi tumpeleke hospitali? Nikasema hapana, mwache tu hapa na mimi. Wewe rudi getini tu, nikihitaji msaada nitakuita. Asante sana. Basi mlinzi alitii. Nibaki pale nalia tu. Kwa upole nikasema kwamba mama, usinifanyie hivyo mama. Amka tafadhali. Nilimkumbatia mama yangu kwa upendo sana. Nilikuwa natamani sana amke. Sijui mimi mama yangu anajua kitu gani kuhusu mimi. Mimi ninavyojua mama yangu anafanya kila kitu kunitetea. Anafanya kila kitu kuhakikisha mimi nipo salama. Na ujua moyo wa mama yangu, ninamwamini sana. Hata afanye kitu gani, najua mimi naishi ndani ya moyo wake na hawezi kufanya kitu kibaya kuniumiza. So nilikuwa namtazama huko nafuta machozi. Niliona mama yangu akifungua macho yake taratibu akiwa amechoka sana. Niliita kwa furaha, mama, umeamka? Mama yangu machozi alimtoka, akijifuta na kusema kwamba nimechoka sana mwanangu, naomba nikapumzike. Sasa kwa upole nikasema, mama, upo sawa? Lakini mama akasema, mwanangu, nipo sawa, nitafanya kitu chochote kukulinda. Najua na maswali mengi na najua unatamani kuniuliza mengi. Naomba muda mwanangu, kwa sasa niache nikapumzike. Basi mama aliinuka kwa tabu na bado hakuwa na nguvu. Aliangukia tena kwa kiti, mimi nikamsaidia. Nimsindikiza mpaka chumbani kwake. Kwa upendo mkubwa alilala na nikamfunika vizuri kabisa na kusema kwamba uwe na usiku mwema mama. Mama alinitazama na kusema kwamba uwe na usiku mwema pia mwanangu. Basi nilitembea taratibu kurudi chumbani. Nilipofika chumbani nilikuwa naelekea kitandani ili nikae sasa nitafakari mambo haya. Nikiwa natembea zangu kwa mawazo sana, niliona ule mkufu pale kitandani. Mkufu ambao ulitoweka shingoni mwangu. Niliogopa. Nikatazama huko na kule, na wakati nafanya hivyo nilipata kusikia miungurumo ya kutisha. Hata mimi mwenyewe niliogopa sana. Na kisha sauti ya huyu mzee ilisema kwamba usiogope. Hawezi kutengana na mkufu wako. Ni mali yako. Chukua na uvae huo mkufu. Nilisema hapana. Sitaki kufanya hivyo. Sauti hii ya huyu mzee iliniuliza kwamba hauwezi kukimbia kivuli chako Mbiti. Kwa nini unafanya hivyo? Hadi maisha yako. Zingatia maagizo ya Totalizer. Una muda mfupi sana wa kufanya maamuzi. Hauna muda mrefu uanze kuishi kusudio lako. Mbiti yapi? Kwa heri. Nijikaza nikasema subiri. Nataka unielezee, sielewi. Nipo njia panda. Ana mimba yangu kivipi? Na niwe mganga kivipi? Hakuna hata alinijibu. Nichukue mkufu na kutupa chini. Halafu nilikaa pale kitandani nimejilaza nalia. Hivi umewahi kuanza kwenye maisha yako unakutana na mtu anakuambia vitu kama vyangu? Haya majina kwanza yana nguvu na maana sana kwenye maisha yetu. Tuwe sana makini na majina yetu. Mimi sijui kwa nini mama alinipa hili jina, kusema kweli sijui. Kila nikiwaza nakosa maneno kabisa. Mwenyewe yani, ndio mwenyewe unajiuliza kwa mara ya kwanza unasikia hili jina Mbiti. So tukiachana na swala la mimba ambalo mimi najua wamelitengeneza tu ili mimi nionekane sijitambui. Turudi hapa kwenye uganga msikilizaji. Unajua mimi ni kijana bado mdogo. Nimesoma kuanzia chekechea, shule ya msingi, nikaenda sekondari, nikaenda high level, nikaenda chuo kikuu na kusoma kwa bidii miaka yote. Nikapata kazi kwenye kampuni ambayo ni ndoto ya kila kijana ambaye anatafuta kazi. Nikapata cheo kikubwa, ni boss mimi pale bila kujali umri wangu mdogo. Ndio kwanza nimeanza kufanikiwa. Nilivyo na mvuto wangu, handsome boy, cute boy. Walikuwa wananiita hata nalia. Mimi huyu Tatamu. Ananiita honorable. Niache hivi vyote.
Niende nikawe mganga? Inawezekana vipi mimi kuwa mganga sasa? Hapana, haiwezekani ese. Siwezi kuwa mganga maisha yangu yote. Siku hiyo usingizi ulikuwa ni mgumu sana kwangu. Kuna muda nilikuwa nasikia simu inaita ila siwezi hata kupokea kwa sababu akili yangu ina mawazo mengi sana. Ninachanganyikiwa hata sielewi. Akili yangu inawaza na kuwazua mambo mengi sana. Nilikuwa siwezi hata kulala mimi. Nilikuwa naumia, nilikuwa nateseka, natamani hata kupiga kelele usiku huu. Ila nitakuwa nimefanya nini hata hivyo? Ni lazima tu nitafute suluhu kwenye hili. Nilihangaika kwa muda mrefu sana. Nilala, usingizi ulikuwa ni mzito sana. Nilala kwa muda mrefu sana. Asubuhi mama yangu ndiye aliyebisha hodi mlangoni. Kwa uchovu niliitikia nimeamka mama. Mama akaniambia kwa upole ya kwamba mwanangu nachelewa kazini, amka tafadhali. Nikasema sawa mama. Basi niamka, ila naamka tu naona mkufu ukiwa pembeni yangu. Nilishtuka sana. Mkufu hauniachi hata nipumzike mimi jamani. So baada ya kushika mikono yangu ilikuwa ni kama imeshika kitu cha thamani kweli. Nilikuwa naona fahari kushika wakati tayari nilikuwa siutaki. Nilitazama kile kidani kwa makini, niliona ni mnyama amechorwa pale na pameandikwa na maneno madogo, Mbiti Yapi. Nilishangaa kusema ina maana Tatalizer alifanya kusudi kuacha. Maana una jina langu, mbona sielewi? Basi simu yangu iliita tena, kuangalia ni Brianna. Nimemsave tu Tatam. Niliweka mkufu pembeni na kisha nilipokea na kusema kwamba Tatam, yaani unanitisha sana. Tangu jana mimi nakupigia upokee unajua, na hata kusema kitu usemi. Hujataka hata kujua kwa nini nilikuwa nakupigia jamani. Naomba unisamehe sana. Unajua baada ya wewe kuondoka tu hata dakika 10 hazikupita mama alianguka. Oh, mama alianguka? Ilikuwaje? Ulimpeleka hospitali na wamesemaje? Hapana, nilibaki naye tu nyumbani. Aliamka Brianna, lakini nina hofu kubwa sana. Sijui nikwambie kitu gani, lakini moyo wangu unalia sana, sielewi. Anyway, nilikwambia hata kama sipo, muite Mungu. Itakuwa imani, mambo yatakuwa sawa. Unaongea tofauti sana leo. Shida ni nini haswa? Au unaona umwa? Mbiti, jana nilikuwa na siku mbaya sana. Nilikuwa na siku mbaya kupita kiasi. Mungu amenisaidia lakini naendelea vizuri. Na nimetoka hospitali, nipo nyumbani. Oh. Niambie vizuri, yani unataka nichanganyikiwe? Yani ilikuwaje? Hapana Mbiti, tulia tafadhali. Jiandae hapo kisha uende kazini ndio upitie. Jana unajua nilipata ajali mbaya sana. Lakini Mungu ni ajabu, sio mimi wala dereva, licha ya gari yetu kuharibika sana. Sisi wote ni wazima. Nimechubuka kiasi tu na nimekwaruza hapa na pale. Tupo salama. Nini tena hiki? Jamani, atupumziki. Ukija tutaongea. Vipi mama naye anaendeleaje? Namshukuru Mungu anaendelea vizuri tu. Sawa. Uwe na asubuhi nzuri Tatam. Okay, see you soon Tatam. Nilikata simu. Ndani yangu nijilaumu nikisema ya kwamba sababu ni mimi. Ni mimi namuingiza mtoto wa watu kwenye matatizo. Naumia sana. Nitafanyaje asidhurike sasa? Basi ilibidi niingie bafuni. Haraka pale nikatoka, nilivaa vizuri kabisa, nilitoka na kukuta mamangu ameandaa chai. Nilimtazama na kusema kwamba nisamehe mama, ninawahi mahali. Tutawasiliana, nakupenda sana mama. Mama akasema mwanangu, hata kidogo tu. Nikasema mama, Brianna jana alipata ajali, tutaongea baadaye. Naenda kumuona alafu tutazungumza nikirudi. Mama akasema ajali kivipi? Si tulikuwa naye hapa. Niliona mama hata maliza. Mimi nitoka mbio hata sikutandika kitanda changu siku hii. Mkufu wenyewe niliuacha hapo kitandani. Mambo yalikuwa yananichanganya sana. Sipati muda wa kuwaza, na tangu amefika mama yangu ni kama mambo yanapamba moto. Ni kama alikuwa anasubiri mama yangu afike tu. Kusema kweli, kuendesha gari kuelekea kazini ulikuwa ni uongo wakati rafiki yangu wa karibu alikuwa anaumwa. So niliendesha gari mpaka nyumbani kwao. Sijui ndio kupenda au ni nini. Nilipoteza utulivu kabisa. Nilishuka kwa gari na kimbia kuelekea ndani. Mdau sasa namuita Brianna. Nikaribishwa na dada wa kazi pale ndani. Kabla sijafika mbali, baba alitoka. Aliponiona alitabasamu na kusema kwamba nimefurahi kukuona, karibu sana mwanangu. Nimtizama na kusema nisamee nimefika na kelele. Vipi Brianna yuko wapi na anaendeleaje? Nataka kumuona. Basi baba alisema kwamba nifuate. Nilianza kumfuata hata bila kuchelewa. Nilipelekwa chumbani kwa Brianna. Baada ya kufika nilishangaa sana namna chumba chake kilivyo. Mbali na uzuri wa chumba na vitu vya kike, kuna sehemu maalum ameweka kwa ajili ya kusali. Pana vitu vingi tu. Mimi sikuwa navijua, ila ninao hakika ni kwa ajili ya ibada.
Nilipotazama ile sehemu, mwili wangu ni kama ulikuwa unapata nafuu fulani hivi. Basi Brianna alikuwa ananitazama na kuita, Mbiti, karibu sana, nimefurahi kukuona. Nilimtazama na alikuwa amefungwa nini mikononi, miguuni nini. Nilimkimbilia na kumkumbatia. Baba alitazama na kusema kwamba ngoja niwaache mzungumze, Mbiti, nipo nje. Basi nimtazama huyu baba aliyemlea huyu binti na kusema kwamba na shughuli sana mzee. Nilimtazama Brianna nikasema, vipi? Unaumia Brianna? Alinitazama tu usoni. Mimi nikanashika tu mwili wake nikasema kwamba ningepokea hata simu sasa. Umeumia sana Brianna, si ndio? Brianna alicheka tu kidogo. Akasema, napenda unavyojali Mbiti. Nikasema, acha basi, mniambie ilikuwaje na nini kimetokea. Basi alianza kunisimulia na kisha alinionyesha picha za gari namna imeharibika. Nilishangaa kusema kwamba vipi na mmepona? Mbona ilikuwa ni hatari sana. Yaani ilikuwaje mmepona ajali mbaya hivi? Sio kama nashangaa wewe kuwa hai Brianna, yaani nadhani unanielewa. Brianna alisema kwamba na hivi ndio maana namna Mungu wangu alivyo mkubwa. Na huyu Mungu wangu tunaweza kumtumia wote, mimi na wewe Mbiti. Hii ni vita. Hii sio kawaida. Mimi nakwambia hivi kwa sababu tangu wewe rafiki yangu, yaani maisha yangu yamebadilika sana. Na kuanzia nianze kutaja jina lako kwenye maombi yangu, yaani imekuwa nikipitia mambo mabaya kama vile ni ndoto mbaya za kutisha nini. So wakati mwingine yaani yaani nikitaka hata kufunga kwa ajili yako nashindwa kabisa. Lakini unajua nini? Shetani hajawahi kushinda. Labda wewe mwenyewe uamue kumpa shetani ushindi. Mbiti, mimi nipo na wewe, lakini nataka nikwambie hii vita ni kubwa. Peke yangu hatuwezi. Peke yetu pia hatuwezi. Na kama una kitu unataka niambie, wewe niambie tu lolote. Mimi nipo hapa na wewe. Nipo hapa pamoja na wewe. Mimi siwezi kamwe kukuacha, yani hakuna kitu kama hicho. Tunahitaji nguvu zaidi. Nguvu zaidi ya kusali Mbiti. Nimtazama Brianna nikasema kwamba Brianna, siwezi, mimi nashinda kabisa. Ni kama kuna kitu kinanikaba. Siwezi hata kusema neno lolote kati ya uliowahi kuniambia. Maisha yangu yanazama, moyo wangu na mambo mengi, nimechoka sana. Nateseka mwenyewe na kuumia yani. Kuna muda yani kuna wakati ndani yangu natamani hata kuongea na wewe, ukuambia wewe labda utanielewa, lakini najiuliza vipi kama na wewe utaniacha mwenyewe? Naumia sana. Brianna akasema, hapana Mbiti, usilie. Afu kwa nini unalia? Nakuomba usilie. Akasema, Brianna, unajua machozi yako ni dhahabu kwangu. Na wewe nakuomba usiwahi kulia mbele yangu. Brianna alisema kwamba natamani uniamini. Natamani ujue namna gani namaanisha kuwa sitakuacha kamwe. Mimi nipo hapa na wewe mpaka tunashinda. Tafadhali niamini Mbiti. Kwa uchungu nisema kwamba sifurahi tena jina hili. Natamani kubadilisha utambulisho wangu kabisa. Nitambulike kwa namna nyingine. Brianna alitabasamu na kusema kwamba uitwe Pio. Utaitwa Pio. Kila ukiitwa jina hili utakumbuka namna amani na faraja inayokuja kutokana na maombi ya dhati kutoka moyoni. Niambie, lakini kwa nini hutaki Mbiti tena? Lazima mama yako alikuwa na maana yake. Maana yake ni mbaya sana Brianna. Jana nimekutana na Tataliza. Kivipi na wapi? Basi nilimwelezea namna ilikuwa. Brianna alisema, we unanitania si ndio? Una maana gani kwamba mimi natania? Sielewi mimi, yani sijui hata mimi ni mtu wa namna gani. Kwa hiyo alikuwa sahihi, aliniambia wewe ni mnyama. Sielewi kabisa mimi. Baadhi ya tabia zangu yani na mabadiliko ya mwili wangu, hata ile siku nimekufukuza nyumbani ni hasira tu, maana ulikuwa ni unaomba na nilikuwa nabadilika, nikakimbilia chumbani. Siwezi kuwa binadamu wa kawaida yani, naogopa sana, nitakufa mimi. Na sasa unasema natakiwa kuwa mganga. Mimi nachoka kabisa. Lakini ni vitu vingine. Mimi nakwambia kitu cha maana afu unaanza kucheka. Hivi na akili nzuri. Ndio maana mimi siwezi kuzungumza ile. Mimi sikucheki, unajua. Maisha haya bwana. Namcheka shetani. Yaani unajua ni kivipi yani mwanaume mzuri kama wewe mganga. Kazi yenyewe tumepata angekewa. Leo hii tuachane nayo. Shetani mwongo sana. Mbiti, unajua najitahidi mimi kuwa sawa, ila hapana. Hadithi yako bado sijui vizuri.
lakini naona kabisa tunahitaji msaada tena haraka sana. Mbali na hili, kwanza nataka kujua mama kwa nini akuite fisi? Mbona kama kuna kitu? Hata mimi ndo niliuliza. Niliambiwa nimuulize mama yangu na majibu yote. Lakini ndio, na yeye jana hakuwa sawa. Yaani hapo yenyewe nipo nimechanganyikiwa, sijui sana nafanya nini. Unajua Mbiti. Anyway, sitaki tena kuita Mbiti. Lakini fahamu tu kwamba dunia na mambo mengi sana. Ina vitu vingi vya ajabu. Anyway, unajua kwa nini nimekuambia sitaki tena kuita Mbiti? Hakuna binadamu anaitwa Mbiti yapi, hayupo. Na kama yupo basi sio wewe hapo. Mimi nitakuita Pio. Kisha Honorable ama Tatamu. Haya yanakufaa sana. Yanakupendeza. Unajua wewe ni wa kipekee sana Tatamu. Hakuna kama wewe. Una kitu kikubwa sana ndani yako. Na hakuna mtu wa kubadilisha neema yako. Kuweka wazi hata ili dogo ni ushindi. Kesho utapiga hatua tena na tena. Kuhusu mama, tumia utulivu tu na hekima. Mama atakwambia tu, usitumie hasira kwa sababu mimi na uhakika anateseka tena pengine zaidi yako kwa sababu yako. Mimi nitatunza ahadi yangu. Nitaendelea kuwa Brianna kwako. Hakuna kitu kitabadilika. Wewe bado rafiki yangu mzuri sana na ni jukumu langu kulinda na kuombea. Na vita hii lazima tushinde. Machozi yalinitoka. Aliniambia kwamba unaenda kazini, okay? Nijifuta machozi nikasema, unajua natisha sana. Alafu si unaniogopa Brianna? Mimi sikuogopi. Mimi sijai kuwa mwoga kwenye maisha yangu yote. Mungu unajua ananishindia vita zote, ndio maana mimi namwamini. Wewe ni wa pekee sana. Unajua. Anyway, ngoja hii hapa chukua hii hapa Bible. Hii Biblia ina majibu ya maswali yako. Ina nguvu zote unazotaka. Na kupatia hapa Bible. Naamini na miujiza unayotamani na mafanikio zaidi ya hayo unayotamani. Nenda kaanze kusoma kuanzia mwanzo. Usisome kama hadithi, usisome kama watu wanavyosema. No, soma kama kitabu cha Mungu. Kina kila aina ya majibu ya maswali yako. Unajua ni kitabu ambacho kimeandikwa zamani sana, lakini kuna mstari ambao utasoma leo, unaona mbona ile kama jambo la jana limeandikwa jana au juzi. Umeona? Kwa mimi nakuomba usiogope. Vitisho vitakuwa ni vingi sana, vita itakuwa ni nyingi sana. Unajua tena watu ambao wanajihusisha na mambo ya Mungu ndio wanakutagana na majaribu ya kutosha. Lakini kama hujihusishi na mambo ya Mungu, shetani sana hakika na wewe. Bila kusahau kwamba maisha ya shetani ni mafupi sana. Na ndio maana unaona watu wengi wanafanya mambo ya ovyo ovyo, wanaenjoy, wanapewa support. Ukifanya kitu cha ovyo mtandaoni unapewa likes nini, lakini baadaye hao unaona wanakuja tena kwenye mitandao, wanamrudia Mungu. Sasa kwa nini usiwe kwa Mungu tangu mapema tu? Kama unaona wewe njia yako yote utarudi huko. Sasa na bahati mbaya tujui kwamba kesho utakuwa katika hali gani. Yaani tunaishi kwa kubatisha. So mwisho siku unajua kwamba Mungu ndio kimbilio lako. Utaona mtu anakuwa hata mambo ya ushoga nini, anafanya mambo ovyo ovyo mwisho siku anakiri mwenyewe, nimerudi kwa Mungu. Utaona mtu siji uchawi nini, mwisho siku anarudi kwa Mungu. Kwa hiyo usiogope, tutafanikiwa na mimi nipo hapa nakuombea wewe. Wakati napokea Bible hii, nilikuwa nasikia mingurumo ya kutisha sana. Hata radi zilipiga. Nikamuuliza Brianna kwamba wewe unasikia sauti zozote? Hapana, mbona mimi sisikii kitu chochote? Niliziba masikio yangu, Bible ikiwa mapajani. Brianna alipiga ishara ya msalaba na kuanza kuomba. Alikuwa anaomba, afu mimi sisikii maana si nimejiziba masikio. Baada ya muda kukaa kimya, nilimtazama Brianna kusema kwamba tarudi tena. Hebu ngoja niende kazini. Basi Brianna itabasamu na kusema, nyama choma tafadhali. Brianna, wewe ndio kila kitu nahitaji kwenye maisha yangu. Wewe ni zaidi ya nilichowahi kutamani. Una kila kitu, kila sifa nzuri. Nashukuru sana. Nakuomba sana, hata itokee nini, hata iweje, usiache kuniombea. Usiache kunitaja jina langu kwa Mungu wako anihurumie. Nashukuru sana. Alinitazama tu. Leo hii mimi ndio nilimkumbatia na kubusu paji lake la uso huku machozi yangu yakimdondokea. Ilikuwa ni wakati mzuri sana. Alinitazama na kusema kwamba tafadhali, naomba uwe sawa sahau haya yaliyotokea na kuomba. Nilimtazama na kutazama Bible. Nikasema kwamba nina hofu kubwa sana.
Ninaogopa sana kutoka moyoni. Naomba sana na kuomba sana usiache kuwa karibu yangu. Brian alitabasamu tu na mimi nilianza safari ya kutoka huku nikimtazama. Nilipofika sebuleni sasa ndio nilitazama hii nyumba vizuri na ilivyopambwa, na kisha picha nzuri ukutani na ujumbe mzuri sana ukutani uliandikwa kwamba Mungu aliye Bwana ni nguvu zangu. Yeye huifanya miguu yangu kuwa kama ya kulungu, naye ataniendesha katika mahali pangu palipoinuka. Habakuki 3:19. Nilishindwa kujizuia, nikasogea karibu zaidi. Nilitamani niashike haya maandishi. Unajua kwa nini msikilizaji? Kadri nilivyokuwa nayasoma ndio nilivyokuwa nazidi kupata amani ndani ya moyo wangu. Nilisoma tena na tena. Huyo mzee alinifuata na kuniuliza kwamba kijana, upo sawa? Nijikuta namkumbatia kwa nguvu sana. Nilimkumbatia kwa maumivu sana, sikujali hata ni bosi wangu. Alinikumbatia kwa upendo na kisha alinishika mkono na kuniketisha karibu naye. Alinitazama usoni na kusema kwamba vipi, umependa huo ujumbe? Niliitikia kwa kichwa, nikiziba uso wangu huku nalia na mkono mmoja nimeshika Biblia. Huyu baba alinitazama na kusema kwamba natamani kujua unachopitia kijana wangu, lakini niamini na kuambia kwamba Mungu ni Mungu wa watu wote. Haijalishi umepita wapi, umepitishwa wapi, umepitia wapi, Mungu anaangalia mwisho wako. Umeishia wapi? Anafuta jana yote, unakuwa umezaliwa upya. Kwenye hii dunia sisi wote ili tuishi maisha ya amani na furaha tunamhitaji Mungu aliye hai. Maneno yake ni taa ya miguu yake. Maneno yake yanatupa nguvu na kutuongoza na kutufanya wapya. Hata uwe mtu wa juu namna gani, hata uwe maarufu kiasi gani, uwe na pesa kiasi gani, uwe na akili namna gani, uwe mzuri kupita wote, uwe na kila kitu, uwe na kipaji kizuri namna gani, bila Mungu kwenye kazi zako, kwenye maisha yako yoyote yale, mwisho wa siku utaanguka tu. Mwanangu, unamwamini Mungu? Nilimtazama tu, kisha akaniambia kwamba naomba Biblia yako tafadhali. Na hii Biblia mimi hata nilikuwa sijaifungua. Sasa akaniambia kwamba nikikuuliza kitu utakuwa mkweli kwangu? Nikasema bila shaka, niulize mkuu. Baba akasema kwamba anapenda zaidi ukiniita baba tukiwa nje ya ofisi. Wewe ni kijana wangu. Hebu niambie ukweli. Unampenda binti yangu? Niambie tu, mimi ni baba yenu. Nilimwambia huyo mzee kwamba ninampenda kweli baba, lakini siwezi kumwambia hili kwa sasa. Haiwezekani tukawa wapenzi. Baba huyo ambaye ni rais wa kampuni ambayo unafanya kazi aliniuliza kwamba kwa nini sio rais namna hiyo. Nilimtazama na kutaka kulia tu, maana hata sielewi. Nilinamisha tena kichwa changu kwa maumivu sana. Natamani hata kusema sijawahi hata kuwa na mwanamke maisha yangu yote. Huyu baba aliniambia kwamba usijali, tuachane na ile, hebu tuendelee na Mungu. Sasa mimi nimtazama na kujikuta nauliza kwamba unawezaje? Una mali, una pesa, una kila kitu ambacho kila binadamu anatamani awe nacho, na bado unampenda Mungu. Wewe unawezaje? Wakati mimi naufahamu watu wengi ambao wanakuwa kwenye hii hali, wana pesa, wana kila kitu. Ni ngumu sana kuwakuta wakimpenda Mungu ama kumtumikia Mungu. Wewe unawezaje? Msikilizaji, huyo baba alitabasamu na kisha alisema ya kwamba ukisoma hiki kitabu utakutana na mstari unakuambia kwamba fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu, asema Bwana wa majeshi. Huu ndio utajiri wa kweli. Kwenye maisha yangu kuna mambo nimejifunza mwanangu. Maisha na malezi. Wazazi tunatakiwa kuwalea vizuri watoto tangu wakiwa wadogo. Mchango wa mzazi kwenye kujenga au kuharibu maisha ya kijana wake ni mkubwa sana. Yeye mzazi anaamua amfundishe mtoto kuhusu Mungu au amfundishe kuhusu dunia na mambo yake. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu, nilijifunza kuhusu Mungu nikiwa mtoto mdogo. Na nilikuwa na hiyo imani. Mungu ni chanzo cha maarifa, uchaji, akili, hekima, mafanikio na kila kitu. Kanuni zake ni rahisi tu mwanangu. Basi nikamuuliza mzee kwamba kanuni zake ni rahisi kivipi? Ni rahisi sana. Mpende na kumwamini yeye. Kila kitu kitakaa kwenye mstari. Anazo kanuni na sheria zake, lakini anajua kuwa sisi ni binadamu na tunakosa. Hivyo kwake kuna msamaha, hata utubu kila siku yeye anasamehe bila masharti.
Lakini nilitaka nikwambie jambo. Ukisoma kitabu cha Isaya 12:2, hebu soma hapa tafadhali, soma. Msikilizaji, kwenye maisha yangu hii ndio mara ya kwanza nasoma Biblia. Miaka yangu yote ndio mara yangu ya kwanza. Nilisoma hii Isaya 12:2 kwamba Mungu ndiye mwenye kuniokoa. Nitamtegemea yeye wala sitaogopa. Mwenyezi Mungu hunijalia nguvu. Yeye mwenyewe ndiye aniokoaye. Nilisoma tu kama ninavyosoma kitu cha kufurahisha. Baba ananiambia huko akinitazama kwamba soma tu taratibu. Soma ukitafakari na kumaanisha. Soma tena. Nilimtazama kwa upole kisha nilinamia Biblia na kusoma ule mstari tena. Safari hii nilikuwa nasoma, kila ninaposoma naumia, najikuta nalia. Mungu ndiye mwenye kuniokoa. Nitamtegemea yeye wala sitaogopa. Mwenyezi Mungu hunijalia nguvu. Yeye mwenyewe ndiye aniokoaye. Namna hiyo. Kwa hiyo usiogope kitu chochote kijana wangu. Kitu chochote unachopitia wewe, toa mzigo kwake. Huna haja ya kulia, huna haja ya kuhangaika, huna haja ya kuteseka wakati yeye aliyemtoa mwanae wa pekee kwa ajili yako wewe na mimi yupo. Mwanangu, Mungu akutie nguvu. Mimi ukihitaji msaada wangu wowote ule nipo hapa. Na unajua namna ninavyokupenda na nakutegemea sana kijana wangu. Nitabasamu na kufuta machozi. Nikasoma tena na kisha nisema ya kwamba ofisini kuna kazi naweza kwenda. Mzee akasema bila shaka. Basi nitazama mbele ya hii seble. Kuna msalaba mzuri sana. Mzee alitazama na kuniuliza kwamba vipi, unahitaji? Nikasema hapana, usijali mzee. Nilianza kuondoka zangu, nilianza safari yangu ya kufuata gari ili niende zangu kazini. Nilipofika nilikuta nilipofika nilikuwa bado nimeshikilia bado ile Isaya ile, yani bado iko vile vile. Nilisoma tena na kusema ya kwamba Mungu ndiye mwenye kuniokoa. Ninawezaje kuamini? Lakini kuamini ndio inakuaje? Mungu nisaidie. So nikafunika ile Bible na kisha niliwasha gari na kuondoka zangu. Nilikuwa nina mawazo mengi sana. Muulize mama yako. Acha kazi, unatakiwa kuwa mganga. Ni sauti ambayo nilikuwa naiwaza mpaka nataka kusababisha ajali barabarani. Nilifika mpaka ofisini na nilishuka pale na vitu vyangu nikaingia zangu ofisini. Nilipofika niliketi na kutaka kuanza kazi. Nilipotaka tu kuanza kazi, mama yangu alinipigia. Nikauliza, mama upo salama? Akasema ndio mwanangu, nipo salama. Vipi wewe? Nikasema mbona una wasiwasi? Kuna kitu unahisi mama? Usiwe na shaka mama. Mama akasema na vipi kuhusu Brian, anaendeleaje? Akasema amenusurika mama, ajali haikuwa nzuri ila ametoka salama. Mama akasema Mungu anatupigania mwanangu. Sasa niliuliza kwa kumshangaa mama, nikasema Mungu anatupigania una maana gani mama? Mama akasema una kazi njema mwanangu, ukirudi tutazungumza. Akasema mama, unajua unanichanganya, unajua umekuwa ni mtu wa mafumbo sana. Basi mama alinyamaza, kisha nisema kwamba mama, nitachelewa kidogo kurudi. Hakikisha unakula. Ukihitaji chochote niagize nitaleta. Mama akasema kwa makini kijana wangu. Basi niliagana na mama. Nadhani nahitaji kuzungumza na mama yangu. Mama yangu anatakiwa kuniambia kila kitu anachojua kunihusu. Kama hiyo ni njia mimi kuokolewa na afanye niwe huru. Natamani kujua nini sababu ya mimi kuwa hivi nilivyo. Sasa hapa ndio nilijifunza kitu. Kuna mambo watoto tunapitia, kuna maisha watoto tunateseka nayo, kuna tabia tunashindwa kuachana nazo. Wewe mwenyewe ukikaa upendi, unapambana, unaacha leo, kesho unarudi. Tena kesho inarudi kwa kasi. Unatafuta pesa kwa bidii, unafanya kazi, unakesha na hakuna matokeo unayoyapata. Yaani ukiangalia mshahara wako wewe unaweza kuwa ni mkubwa kuliko hata mtu unayemfahamu ambaye yani yeye ni nusu ya mshahara wako. Lakini yeye ana amani. Unaona kuna hatua fulani anapiga, lakini wewe una mshahara mkubwa kuliko, lakini maisha yako yako pale pale. Mwaka unakatika huko pale pale. Umesoma, umemaliza elimu yako, hakuna hata mahali umewahi kukumbukwa. Kila ukienda huku unaonekana ufai, hustahili. Maisha ya mapenzi ni laana. Maisha ya ndoa ni laana. Maisha kawaida ni laana. Watu hawakupendi. Na hawakupendi bila sababu. Yaani kiufupi ni kuwa wewe hakuna kitu kwako kizuri. Yaani kila kitu kwako kinakuwa kibaya. Kila kitu kina matokeo mabaya. Mpendwa, kila kitu kina chanzo msikilizaji. Unaweza ukawa wewe ndio unalipia makosa ya mama yako na baba yako ila hujui.
unaishi laana ya ukoo wenu ila hujui, unaendeleza kilichotakiwa kwenye familia yenu ila hujui. Wewe umezaliwa na maisha yako, hukutaka hata kuzaliwa na maisha, lakini unakuja kulipa makosa ambayo hujawahi kuyafanya. Na usiombe ndio umezaliwa na familia hii kama yangu ambayo hata Mungu akitajwa hatajwi kwa maana ni kama neno la kuzoeleka tu. Watu wengi sana wanateseka na hawajui wanateseka kwa sababu gani. They don't know. Mungu azidi kututia nguvu na kutukutanisha na watu wazuri wa kutuvusha na kututenga na mambo haya yanayotesa na kuumiza. Nilisema tangu awali msikilizaji, mimi nina bidii sana kazini. Kuna wakati hata kula na sahau. Na ni mtu ambaye hakuna jambo langu litafanya likwame. Watu unipenda na kufurahia kila ninachofanya. Ninachokibali. Mbali na yote neema ipo juu yangu. Nadhani kuna namna Mungu alikuwa ananitumia pengine bila mimi kujua. Ni kijana mzuri haswa. Jamani, ninarudia, ni kijana mzuri. Ninao mvuto wa kiume. Ukisikia handsome boy, cute boy, walikuwa wakiita shuleni. Basi wakati nafanya kazi nilikumbuka Brian ananiambia kwamba nitakuita Pio. Kila ukisikia jina hili utapata amani na faraja inayotokana na maombi. Sasa nitabasamu nikasema Pio. Nikajikuta nachukua Biblia na kufungua. Nilifungua tu katikati nikapisha pale macho yangu yalitua kwenye mstari. Unajua kuna ule mtindo mtu unafungua tu kitabu takatifu unakutana na mstari. Sasa mimi nilifungua nikakutana na mstari umeandikwa wa kwamba kwa maana hakuna jambo lisilowezekana kwa Mungu. Sasa mimi sielewi hata ni mstari, sijui ni nini, mimi sijui, ila pale juu paliandikwa Luka. Nitabasamu tu na kusema maneno ya kutia moyo sana. Nikumbuka na Brian alisema ya kwamba anzia mwanzo mpaka mwisho. Nikasema, injinia na kusoma kitabu chote hiki kweli? Mimi nitawezaje hapa? Basi nifunika na kufunua mwanzo kabisa. Nilikutana na ujumbe ameandika. Ujumbe ulikuwa umeandikwa kwamba maitatamu, nakupa hii Biblia ikukumbushe kila siku kuwa wewe ni wa thamani na Mungu anakupenda sana. Huna jana ya kuogopa au kutishika na lolote lile. Mungu yupo, anakuona na atakupigania. Luka 1:37. Kwa maana hakuna jambo lisilowezekana kwa Mungu. Tafadhali usisome kama hadithi, soma kama unazungumza na Mungu wako. Nilijikuta na tabasamu. Kwanza kwa sababu huu mstari na mimi baada ya kufungua tu Biblia nimekutana nao. Hakuna jambo gumu mbele za Mungu. Lakini pili, sura ya rais alipofungua hii Biblia alitabasamu. Ina maana aliona hiki alichoandika mwanae Briana. Nilijikuta na tabasamu tu. Nilishika simu yangu na kujikuta nataka tu kumuona huyu mrembo. Nikaingia kwa ukurasa wake tena, nilitazama video zake za kutia moyo, nitabasamu na kusema kwamba amebarikiwa sana, sio muoga. I miss her. Basi nikaanza kumpigia. Nilipiga simu lakini haikuwa inapokelewa kabisa. Nilipiga simu hapokelewi. Nikaendelea na kazi na kila nikipata nafasi napiga simu haipokelewi. Nijikuta hamu ya kubeka zini na niisha. Niliweka mambo sawa na kwa kuwa sasa muda ulikuwa ulisha haraka, nilitoka na safari ilikuwa ni kwenda nyumbani kwa Briana. Nilifanikiwa kupita mgawani pale, nikanunua chakula nikale na Briana wangu. Nikamwekea na vitu vingine. Si unajua tena watoto wa kike wanapenda tu, ili mradi tu yani mgonjwa wangu akafurahie. Nikiwa njiani nilianza kupata hali kama ambayo ilinipata ile siku ambayo tulienda tukakuta bahari. Haya maneno ni rahisi ila yananila moyoni kila siku. Mahali nilioneshwa ni nyumba. Nikaingia na kuzungumza na familia yake lakini nikakutana na bahari. Unajua naumiza sana kichwa Yaani niliumwa sana kichwa nikajikuta hata nashindwa kuendesha gari. Kuna jamaa nilitaka hadi kumgonga, alikuwa na focus sana. Ilinibidi nijitahidi sana, ilinibidi sana nipambane sana nitafute mahali niweze hata kusimamisha gari na kusubiri nikae sawa. Nikiwa hapo nilinamia uskani ninalia na maumivu. Nilisikia sauti ya hasira ikiniambia, "Mbiti yapi? Acha unachokifanya, usitujaribu kabisa, acha kutujaribu. Utakufa. Acha kabisa, una muda mchache sana. Acha kazi na ukubali kuwa mganga. Acha kazi na ukubali kuwa mganga." Unajua ni jioni ile hizo sauti zinanitisha sana.
mpaka naogopa. Naona kama watu wanatembea kichwa chini miguu juu. Naona kama majengo yanazunguka hivi. Naona kama yani watu wanapishana ovyo ovyo tu, na sauti zinazidi kuwa ni tishio kwangu. Nilipiga kelele na kusema kwamba ni wali bwana, sitaki kuwa mganga bwana. Sijawahi kukubaliana na nyie. Mimi nimekubaliana na nyie lini kwamba mimi nitakuwa mganga? Mniache. Na hapo ndipo nikakumbuka Brianna aliposema kwamba ukiona unahitaji msaada, tamka jina la Mungu wa mbinguni kwa kumwamini sana. So niliacha kujiziba masikio, nilianza kuhema kwa hofu, kujasho likinitoka. Nikanyosha mkono mpaka kwa Biblia yangu, nilivuta na kuikumbatia, nikipambana kusema tena mpaka nalia, maana nashindwa na sijawahi kusema hili neno tangu nimezaliwa. Sikumbuki kabisa kama mimi nimewahi litaja neno hili kwamba Yesu. Nilianza kutaja pale nikisita, Yesu nisaidie. Nilishusha pumzi ndefu, nilijishangaa. Nilishika mdomo wangu, nikaweka Biblia pembeni. Hapo natazama naona kila kitu sawa na kichwa sasa hakiumi tena. Kwanza nilijishangaa, nikashika midomo na kusema nimeweza. Nimesema Yesu nisaidie. Amenisaidia. Kichwa hakiumi tena. Machozi tu yalikuwa natoka na maumivu yake ni kwa mbali sana, hata sisikii kelele tena. Haraka nikiwa na furaha niliwasha gari na wimbo wangu ulikuwa ni Yesu nisaidie, Yesu nisaidie. Mpaka nimefika pale naimba tu ile jina. Tena naona kabisa kama navurugwa, maana Biblia tena siachi, na kama mzigo kale sasa nimenunua mgawani nikakabeba vizuri kabisa. Nilibisha hodi, nikaingia na gari, kisha niliposhuka nilielekea mlango wa kuingia ndani. Nilipobisha hodi, alinipokea asubuhi ndiye alinipokea na jioni hii. Nilimuomba kuonana na Brianna. Aliniambia kwa upole kwamba tafadhali subiri, wapo kwenye chumba cha maombi na baba watatoka muda si mrefu. Nishangaa nikauliza, hapa ndani kuna chumba cha kusali? Nitabasamu na kujibu ndio, ni humo ndani wana chumba maalum cha kusali. Nikasema okay, asante sana, nitasubiri. Akaniambia nikuletee kinywaji gani? Nikasema hapana, nipo vizuri, nashukuru sana. Basi alitabasamu tu na kisha aliniacha peke yangu, yakaondoka zake. Nilipobakia mwenyewe nilikuwa na shangaa hasa ule msalaba na utazama simalize. Ni mzuri sana. Najua mzee ana pesa, anaweza kununua wote anaotaka. Nisimama na kusogelea ule msalaba karibu. Nilipofika mbele ule msalaba, nilinyoosha mkono wangu ili niuguse. Pale nilianza kutetemeka na mwili wangu uliishiwa nguvu. Nilianza kubadilika, nilianza kuwa asili ya jina langu, lakini mkono wangu siwezi kuutoa kwenye ule msalaba. Ninachokumbuka ni kuwa pale nilianguka chini, tena nikiwa katika hali ambayo sio ya kawaida. Msalaba ulinifuata juu yangu, yani uliniangukia. Nijikuta na ukumbatia. Nilianza kunguruma pale chini na kisha sikujua tena kitu gani kilichoendelea. Nilikuja kuamka nikiwa chumba tulivu kabisa, Brianna akiwa pembeni na baba akiwa pembeni yangu. Nilishangaa na kusema nipo wapi hapa? Brianna alinitazama na kuniuliza kwamba upo sawa, unajisikiaje? Kitu cha mwisho nakumbuka ni kuwa mimi nilikuwa nimebadilika. Niliogopa pengine wameniona. Nimuuliza Brianna kuoga kwamba vipi, uliniona? Brianna hakuelewa. Nikamuuliza tena, uliniona? Sikuwa kawaida. Brianna alinitazama na akamtazama babake na kusema kwamba hapana, sijaona kitu chochote. Nilishusha pumzi. Kisha kwa upole nikasema kwamba naombeni mnisamehe sana. Sijui hata nini kilinitokea. Nilianguka tu na nimewasumbua. Nikuja kukuona tu Brianna, lakini naona nawasumbua sana. Naomba niruhusu niondoke. Baba alisema kwamba hakuna mtu anakusumbua wala hakuna mtu unamsumbua kijana wangu. Mimi nawaacha hapa kisha tutazungumza, sawa kijana wangu? Basi nijisikia aibu na niliona Brianna ananitizama na kuuliza kwamba ilikuwaje kwani? Nilimwambia Brianna kwamba Brianna nimeweza. Brianna akasema kitu gani? Hebu nieleweshe. Basi nimtazama na kumsimulia namna nilivyopata hofu baada ya yeye kutokuweza kupokea simu. Na aliniambia kwamba nisamehe, niliamua kujikuta kusali tangu ulipoondoka, ndio maana sikuweza kupokea simu yako. Nikasema sasa naelewa, ndio maana njiani nilipata tatizo. Basi nikasimulia hapa namna ilikuwa, na hata Brianna alikuwa anafurahia akisema wow. Nikasema amenisaidia. Na kisha niliendelea. Baada ya kufikia msalaba nikamuelezea. Brianna alinitazama na kusema kwamba pole na hongera sana na kufurahia sana. Tutapita njia ngumu lakini tutafanikiwa.
kuna jambo nataka kuomba radhi, naomba nisamehe sana. Niliamua kumshirikisha baba kuhusu jambo hili. Na nimemwelezea machache kuhusu wewe. Sikutaka kufunguka sana, ila anaumia sana na ameungana na sisi kwenye maombi. Sikukuelezea, ilikuwa ni ghafla, nilishindwa kujizuia kwa sababu nataka kukusaidia. Baba analo wazo zuri tu, anataka kukusaidia kwa maombi zaidi. Nadhani mtazungumza. Basi kwa huruma nikasema, Brianna, ungeniambia tu, unafikiri atanionaje? Atanisimamisha kazi, ataona sifai. Brianna akasema, hapana, baba yangu kamwe hawezi kufanya hivyo. Imani yangu kwa baba yangu haifiki hata kidogo. Anampenda Mungu, atafanya lolote kwa ajili ya Mungu. Tafadhali kubali tukusaidie. Unajua Brianna, naona aibu. Najisikia aibu sana, naona kama sipo kwenye kundi la watu wa kawaida. Yaani sijui asili yangu. Sijui natoka wapi. Naishi tu hata sijui niseme nini Brianna. Bora unajua ni nani, unajua unataka nini. Unajua hata kwa nini unaishi. Mimi sijui kitu chochote. Lakini tatamu, unaangalia video zangu. Niliishia kumtizama Brianna tu kwa sababu naona aibu. Mimi nipo hapa na wewe na sikuachi. Hebu tazama hii hapa video, na baada ya hapo unatakiwa ujue kuwa Mungu yupo na wewe na anakupenda sana, na utambue hilo. Ujiambie hivyo mara zote, sawa? Basi nichukua simu yake na kuanza kutazama. Brianna kwenye hii video alisema ya kwamba kuna mambo nilikuwa napata nayo shida sana kabla sijaelewa nini Mungu amenikusudia. Kama watu hunidharau, watu kunidhihaki, na kumbe ilikuwa tu ni lazima iwe hivyo. Ilikuwa ni haki yao kabisa kunisimanga, kuniacha, kunitesa na hata kunifanyia mambo mabaya. Kitu pekee nilikuwa sijui ni kuwa sikuwa peke yangu. Katikati ya dhiki kuu ya moyo wangu, taabu ya nafsi na mahangaiko yangu, Mungu alikuwa pamoja na mimi. Katikati ya hofu, upweke, Mungu alikuwa katikati yangu kufanya nisonge mbele. Hata niliyokuwa nasikia ndani ya moyo wangu, makosa ya dhambi zangu za zamani, matendo yangu, maumivu yangu, bado huruma yake, upendo wake ulikuwa juu ya maisha yangu. Sikujua kuwa wewe Mungu ni nuru ing'aayo hata katikati ya kiza kinene, na ili nuru hiyo itokee, ilikuwa lazima mimi nitoke kwenye giza. Sikujua unanipenda namna hii Mungu. Naomba unisamehe, nakupenda Mungu wangu. Hata dunia nzima iniache, wewe bado upo na mimi nyakati zote. Brianna, hivi huwa unawaza nini ukiwa unafanya hivi? Na unafanyia wapi? Unajua video nyingi huwa nikiwa huko nipokuwa ndio nilikuwa nafanyia, na zingine hapa nyumbani au nikitoka huwa nawaza watu. Unajua watu tunapitia mengi, na napenda kuwa ndani ya hao watu ili wote tuwe sawa na tujisikie vizuri. Anyway, ngoja basi nikachukue sahani tule. Mimi siwezi vumilia nyama, isi kwenye swala la nyama hapana. Ngoja nikachukue sahani. Wewe, lakini si unaumwa? Subiri kwanza basi tule umumu. Sipendi kuumwa bwana. Sitakaa hapa kama mjinga eti nisubiri kupona. Basi aliinuka na taratibu alianza kutembea. Nilimtizama na tabasamu tu, nikatoka pale kwa video yake, huku sasa nikikumbuka maneno yake. Wakati narudisha simu, kawaida niliona sehemu ya contact, alafu niliona my honorable, alafu chini yake tena niliona my tatam. Nijikuta na tabasamu tu, namna namba zangu amezitunza, hata nikathibitisha kama ni namba zangu au sio. Zilikuwa ni zangu. Niliachana na simu yake, nikawa nimetulia tu. Baada ya muda Brianna irudi na sahani, na alinipatia sahani, tukaweka chakula na kuanza kula. Nilimuuliza ya kwamba, hivi misalaba mnapataga wapi? Inauzwa vipi, unahitaji? Ya, nafikiri nahitaji. Naitabasamu tu, kisha tuliendelea kula huku akisifia nyama. Wewe ni mgonjwa gani unakula hivyo yani? Bwana, asa kama tamu nisile. Nilimtazama kila muda na furaha tu. Unajua mimi nasubiri kwa hamu siku ambayo utakuwa na furaha halisi pia. Najikuta nacheka tu. Kila akiniita hilo jina nafurahia sana. Basi nilimpatia na zawadi zingine mgonjwa wangu, na kisha babake alituita. Nilimshika mkono Brianna kumsaidia kutembea, na hatimaye tulifika kwenye chumba ambacho ni kama ofisi, kipo ndani ya huu mjengo.
Alipotuona alitabasamu na kusema kwamba karibuni sana wanangu, karibuni. Akasema nashukuru sana mzee, asante sana. Basi nakumbuka huyu baba alisema kwamba mwanangu, nimekufahamu tangu ukiwa kijana mdogo. Wakati huo ulikuwa ndio kwanza masomoni, tena mdogo kabisa, lakini ndani yako niliona upendo, heshima, unyenyekevu na nidhamu ya hali ya juu. Uliniona kama bosi wako, mimi nilikuchukulia kama mwanangu, na ndio maana niliendelea kukupigia simu, nikakuacha uendelee kufanya kazi na kukupa nafasi kila nilipotakiwa kufanya hivyo. Ndugu yako Brian amenieleza kidogo kuhusu changamoto zako. Kusema kweli, labda ninyi kwa sababu bado ni wadogo mnachukulia mambo juu tu, lakini mimi kama mzazi mpaka sasa nimechanganyikiwa. Sijawahi kusikia wala kuona yanatokea, sijawahi kuona yakitendeka, na mbaya zaidi sasa anayepitia ni kijana wangu, tena anayempenda sana. Biti mimi nataka kukusaidia kwa hali na mali iliwe huru. Nataka mimi na familia yangu tukulete huku upande wa Mungu ambao ni kweli na amani, lakini hatuwezi kama wewe hujataka, hatuwezi kama wewe hujaamua. Nataka nikuulize swali moja, una wazazi? Ninaye mama tu, baba sijui kuhusu yeye na sijawahi mzungumzia kabisa. Umebatizwa? Kubatizwa ni kitu gani? Okay, Biti, umeshaongea na mama kuhusu wewe, yani maisha yako, na hili jina nimeambiwa ni fisi mweusi, sijui ni kitu gani? Sijaongea chochote na mama, sijaongea naye, lakini nataka kuzungumza naye. Mimi niliongea na mama leo muda fulani hivi, aliniambia Jumamosi anataka kuzungumza na mimi na mchungaji wangu na yeyote anayeweza kutusaidia juu ya jambo la Mbiti. Mamangu ndiye alisema hivyo? Niliongea naye, ndio alisema hivyo. Sasa sijui anataka kusema nini. Unajua mwanangu Mbiti, ni kwamba mimi naomba utulie tu. Unakumbuka ule mstari nilikupa usome Isaya 12:2? Kwamba Mungu ndiye mwenye kuniokoa, nitamtegemea yeye wala sitaogopa. Mwenyezi Mungu hunijalia nguvu, yeye mwenyewe ndiye aniokoaye. Kwa hiyo ni kwamba mimi nitafanya tu kila kitu kukusaidia kijana wangu. Kama utapenda niwepo pia Jumamosi hiyo, basi mimi nitakuwepo, na tutakuja na padri ambaye anaweza kukusaidia kiimani. Na mimi ninakuhakikishia kwamba ile Biblia yako ukitumia vizuri utavuka kwenye hili. Mimi na kuomba tu usigombane na mama, tulia, usifanye kitu chochote kibaya, na Mungu atakusaidia. Msikilizaji, nishindwe hata kushukuru. Nilikutana na huyu baba kama bosi tu. Tazama anavyojitoa kwa ajili yangu, msikilizaji. Unajua nilitoka na machozi. Aliinuka na kuja kunikumbatia kwa upendo. Hata Brian alikuwa analia pia. Nilikuwa najisikia uchungu sana. Nilimtazama na kusema kwamba nashukuru sana, asante. Mimi ninakupatia likizo hizi siku 2, na wewe pumzika tu kwenye siku 2, tukutane kazini Jumatatu. Na zaidi tunahitaji kufanya maombi na mfungo wa pamoja. Kama ukitaka, nyumba yetu ni kubwa sana. Ndani ya hizi wiki 2 tutawapa sehemu ya kulala na chakula hata mkitaka. Au hata mkitaka sisi tuhamie kwenu, sisi tupo tayari. Si ndio binti yangu? Ndio baba, tutafanya hivyo. Msikilizaji, unajua upendo kama huu, tajiri mkubwa kama huyu, anasema upo tayari kuja hata kwangu tusali pamoja kwa wiki hizo 2, ili mradi tu niwe salama. Nilimtazama nikasema kwamba ninyi ni zaidi ya familia. Ninawapenda sana na asanteni kwa kuwa pamoja na mimi. Sijui msingekuepo ningefanya nini peke yangu, lakini sina la kusema, nashukuru sana. Usijali, yani hata kama tusingekuepo, Mungu ana mpango mzuri na wewe. Yani angeshuka yeye mwenyewe akusaidie bila kutuma hata watu. Asante sana baba, naomba niondoke. Mama yupo peke yake, tutawasiliana. Nakumbuka huyu baba hupenda kuvaa pete kidoleni mwake. Alinitazama kwa muda na kisha aliniambia kwamba subiri kijana wangu. Basi nilimtazama, akavuta draw yake, akatoa nyingine na kusema kwamba vaa hii. Hii sio pete ya kawaida. Hii ni rozali ya kidoleni. Ukiomba ikulinde na kukutunza, basi tafanya hivyo. Basi aliponipa tu, nilitazama huko moyoni nikisema kwamba Mungu, sijui kuhusu wewe, sijui chochote. Nikipata nafasi ya kukujua vizuri, sitakuangusha. Naomba unilinde,
bawa zako zinilinde kama Briana alivyosema awali, zinifiche. Adui zangu akija wasinione. Naomba unisaidie Mungu wangu. Basi nifuta chozi, nikasema kwamba nashukuru sana. Niliagana na baba, mimi na Briana tulitoka. Briana akauliza kwamba vipi unajisikiaje? Briana, asante kwa kila kitu. Yaani hata kama nikifa leo, yaani nikifa sasa hivi, tambua kuwa wewe na baba yako ni watu muhimu sana kwenye maisha yangu. Ninawapenda sana. Niambie unajisikiaje? Hata sisi tunakupenda pia. Wewe ni sehemu ya familia hii na mimi naendelea vizuri. Homa kwa mbali. Unajua tuna vidonda ila sitalala kitandani kwa sababu hii. Nitaendelea kusali kwa ajili yetu. Kwa ajili yetu? Ndio mbete, kwa ajili yetu. Mimi na wewe na mama na baba tuwe na furaha. Basi tulikumbatiana kisha tulishikana mikono. Tulifika mahali akanipa Biblia yangu na nilitembea mpaka mlangoni akaniita Tatam. Nilisimama, nikaona anakuja na msalaba, nikawa naogopa narudi nyuma. Aliniambia kwa upole kwamba huu ni kwa ajili yetu, usiogope, ni njia ya kweli kwetu. Tafadhali shika na ukaweke ndani ya nyumba yako na uamini ya kuwa hakuna kitu kibaya kitasumbua nyumba yako. Basi nyosha mkono, tena hapo natetemeka. Briana alikuwa anatabasamu tu. Mimi nilikuwa namtazama na kisha aliniambia kwamba Mungu yupo pamoja na wewe. Kama usikubali kumwacha, tutawasiliana. Bye. Nishusha pumzi na haraka nilianza kutoka na kufika mpaka kwa gari. Niliwasha gari na safari ilikuwa ni nyumbani. Nilifika nyumbani salama kabisa. Baada ya kufika mama yangu alinifungulia. Alishtuka baada ya kuniona na Biblia, halafu akatabasamu akasema kwamba karibu mwanangu, naona una Biblia, umepata wapi? Ni Briana. Haya ninunulie na mimi mwanangu. Nitabasamu tu na kutembea kidogo nikaketi. Mama alinitazama na kuniuliza kwamba mbona huonekani kuwa sawa? Niko na siku mbaya sana mama. Nashukuru Mungu nimefika salama. Umevaa rozari? Huyo ni Briana, si ndio? Hapana, ni baba yake. Mama, ninaweza kuuliza kitu? Niuliza tu kijana wangu. Mama, ninataka kujua ukweli wa maisha yangu mama. Hivi karibuni nimekuwa nakutana na mambo ajabu sana mama. Nateseka sana. Nataka kujua mimi ni nani. Kwa nini nipo hivi nilivyo? Kuna mambo nashindwa hata kusema kwa mtu mama. Lakini yanatisha. Yaani hapa nilipo sijawahi kuona mwanamke mama. Lakini nimekuwa nakutana na mwanamke ndotoni. Na alinifuata macho kwa macho mama. Akasema kwamba na mimba yangu. Mama, mimi nimempa mimba jini mama. Kivipi sasa? Nina uhusiano gani na wao kwa sababu aliniambia kwamba sisi wote ni sawa? Mama, mimi mwili wangu unabadilika mama, nakuwa nusu mtu nusu mnyama. Sio kawaida. Na kila nikitafuta sababu naambiwa muulize mama yako. Mama, hebu Mama, kama kweli wewe ni mama yangu mama na unajali kuhusu mimi mama hata kidogo tu mama, naomba uniambie mama, kwa nini uliniita mbiti yapi mama? Unajua hata maana yake mama? Mama alitikisa kichwa chake akilia kumaanisha hajui hata maana ya jina langu. Mama unampaje mtoto wako jina mama ujui hata maana yake mama? Mama, mbiti yapi mama? Ni fisi mama, fisi mweusi. Mama, mimi kweli ni fisi mama. Mama, sina raha. Mama, naona mambo makubwa ajabu mama. Nafuatwa na watu ajabu. Na sasa naambiwa mama niache kila kitu mama. Nikuache hata wewe mama, nikawe mganga. Mama, mganga wa kienyeji mama. Hivi unanielewa mama? Tafadhali mama, kwa nini? Kwa nini mimi mama? Mama alinikumbatia tena kwa upendo sana. Kisha akaniambia, mwanangu, nisamehe sana mwanangu. Nimefanya kila kitu kukulinda mwanangu, ili tu ubaki kuwa na mimi kwa sababu wewe ni moyo wangu. Nimejitoa sadaka maisha yangu kwa sababu wewe ni kitu pekee napenda. Nisamehe kwa kila kitu mwanangu, lakini nimefika mwisho. Nipo tayari kufa mimi ili wewe upone mwanangu. Nipo tayari kutoa sadaka maisha yangu wewe uwe hai mwanangu. Naomba siku chache tu mwanangu, nitaongea kila kitu. Nataka kutubu dhambi zangu zote ili wewe uwe huru. Nakupenda sana mwanangu. Dhambi? Kutubu? Dhambi gani mama? Mama, naomba niambie mama, mimi nimechoka. Mama alilia tu. Hata nilimwonea huruma, na mimi nalia na analia. Nakumbuka aliinuka na kuingia chumbani kwake akilia. Siku mimi nilia sana, nikaita mama, tafadhali naomba niambie kitu mama. Mama alikuwa analia tu chumbani kwake. Nilikuwa nalia na kuchukua ule msalaba nikaenda uweka kwenye showcase. Alafu nilitazama hiyo rosari kidoleni
na kuchukua Biblia yangu na kuingia chumbani. Nilikuta mama yangu amenifanyia usafi na pembeni mwa kitanda changu ule mkufu unabembea. Nilipouona nilichukia, nikauvuta kwa nguvu ukatike. Wala haikuwa hivyo, uliendelea kuwepo hapo. Nichukua nguo na kufunika, sitaki hata kuona. Nilijitupa kitandani na sikuweza kufumbua macho kwa siku hii. Nilipitiwa na usingizi mzito sana nikalala. Asubuhi mama yangu aliniamsha, akaniuliza kwamba mwanangu upo salama, Briana anakutafuta nadai pokee simu. Basi nichukua simu yangu nikasema nampigia sasa hivi mama, usijali. Basi nimpigia Briana. Briana akaniambia kwamba Mbiti, baba ameanguka leo. Ameanguka wakati anajiandaa kwenda kazini. Amekataa kwenda hospitali, naogopa sana. Nishtuka nikasema ameanguka? Huwa na shida hiyo na imekwaje kwani? Briana huku akilia akasema ya kwamba amesema niite father. Nishangaa nikauliza uite father? Ndio nini tena? Briana aliendelea kulia. Mama akawa sasa anauliza kuna nini? Mimi nisema kwa kimuumio kwamba mama nakuja mama. Mama akauliza kwamba kuna nini mwanangu, shida ni nini? Nikasema ni mimi mama. Anataka kunisaidia. Watamuua mama, watamuua. Nimekosea wapi sijui nimefanya nini mama? Sitaweza kujisamehe kama baba yangu huyu atapata tatizo lolote lile. Oh Mungu nisaidie, Yesu nisaidie mtoto wako. Mama alikuja kunikumbatia akilia. Na mimi nikaa naongea hata situli, na vile Briana sasa anavolia nilisema naenda mama, tutaonana baadaye. Mama na akaniambia kwamba tunaenda wote mwanangu, usiniache hapa na kuomba. Basi pamoja tulitoka mbio na nguo za jana, yani hata sijabadilisha. Mama akiwa amefunga tu na kitenge tu kiunoni, tuliingia kwa gari na safari ikaanza. Niliendesha gari hii siku bwana kwa mwendo mkali. Kwenye foleni tu ndio nilikuwa napoa. Na kwa sababu haikuwa asubuhi sana, ilikuwa ni heri kwangu. Tulitumia muda kiasi huku mama akinisini tulie. Nilikuwa naendesha gari moyoni nasema tu Yesu nisaidie. Basi ile tumefika tunikaniita Briana. Vile Briana anachechemea, alinifuata kilia na mimi nilikuwa nalia. Tulikumbatiana huku mama anatutazama. Nikamuuliza kwamba baba yupo wapi? Alinitazama na kusema yupo ndani na mapadri. Kasema okay, naomba nikamuone. Niliona mama namna anatazama haya mazingira. Ni ngumu kujizuia kushangaa. Tulifika mpaka ndani. Kulikuwa na mapadri wawili. Ile tunaingia tu nilikutanisha macho na mmoja kati yao. Alisimama na kisha taratibu alinisogelea. Sasa mimi hata salamu za kanisani sijui, salamu za sijui wapendwa sijui nini. Aliniambia tu tumsifu Yesu Kristo. Nilimtazama. Alafu ananiambia tena God is good. Nilikumbuka shuleni si unajua tena mambo ya TYCS, UKWATA, KASFETA nini. Si unajua tena ilikuwa ikifika siku hiyo, yani wote tu, yani haijalishi wewe ni nani, unaenda tu kwenye darasa la dini. Sijui kama huu mtindo upo, lakini kwa shule sisi za zamani yani ikifika Ijumaa, yani wote mnagawanyikana. Kila mtu anaenda kwenye eneo darasa la dini. Kwa mambo ya TYCS, UKWATA, KASFETA nadhani wengi mtakuwa mnakumbuka. So nilijitahidi nikasema ya kwamba all the time. Alitabasamu alafu alinitazama na kusema ya kwamba kuna tatizo, si ndio? Mama alinitazama, mimi nikaa nashangaa. Alafu alimtazama mama yangu na kusema ya kwamba mama, unataka kusema kitu huu ndio muda sahihi. Niliogopa. Huyu padri anajua vipi? Nilimtazama baba, alikuwa amekaa sasa. Aliponiona alisema ya kwamba Mbiti, karibu sana kijana wangu. Nilimfuata na kusema nafurahi kuona upo salama. Alitabasamu na kusema Mungu ameshinda. Basi huyu padri aliketi na kisha yule mwingine aliuliza kwamba huyu ndiye kijana umetuelezea? Baba aliwatazama na kusema ndiye. Basi yule padri mwingine alipiga ishara ya msalaba na kisha alinipigisha mimi na kisha mama yangu. Nijikuta naanza kuishiwa nguvu. Alinisaidia kuketi. Sasa wakati anafanya hivyo nilisikia mama yangu akilia kwa uchungu akisema ya kwamba sikujua itakuwa hivi. Sikujua nitasababisha maumivu na mateso makali kwenye maisha ya mwanangu na maisha ya wengine. Nilifanya kwa upendo, tena kwa mapenzi mazito kutoka ndani ya moyo wangu. Nashukuru Mungu amenipa nafasi hii. Nataka kutubu mbele ya familia hii ambayo ni familia ya mwanangu pia. Nitasema yote. Nitasema bila kujali wala kuogopa chochote. Nitawaambia maisha yangu alivyokuwa na nilivyopitia hata kuishia hapa. Kwanza kabisa naomba Mungu anisamehe. Naomba mwanangu Mbiti anisamehe sana. Na ninyi wote mnisamehe mimi. Mnisamehe sana. Mama aliendelea kulia kwa uchungu.
Alilea na kisha alisema kwa uchungu, akianza kuisimulia simulizi yake namna ilivyokuwa. Sasa msikilizaji, ni nini kipo nyuma ya haya? Hebu niambie kwenye komenti ulichojifunza kabla hatujaenda kuisikia sasa story nzima ya mama kuhusiana na huyu Mbiti. Na hii sasa ndio itakuwa ni sehemu yetu ya mwisho, na tutaenda kujua imekuwaje kuaje Mbiti, why Mbiti, na je mama baada ya kuzungumza atabaki salama? Unafahamu mambo ya kiapo Ukuta unanisikiliza hii simulizi, ulishawahi kwenda kwa mganga na ulishawahi kutia nia, ushawahi kuweka kiapo? Ndugu yangu, sema Mungu anakupenda sana, that's why umesikiliza hii simulizi. So tukutane sehemu ya mwisho kuweza kufahamu historia ya mama wa Mbiti. Na je, mama akishamaliza kuweka ukweli wazi ata survive? God be with you till we meet again. Bye bye.